Salimu nyote kwa jina la Mwenyezi Mungu, nikiamini ya kwamba yote ambayo tunayapitia katika maisha sio mpango wa shetani. Yote ni mipango ya Mungu. Inategemea vile wewe mwenyewe utayachukulia mawazo hayo, lakini cha msingi na jambo la maana hapa ni ya kwamba Mungu yuko juu ya kila kitu. Hiyo ndio kila mtu anajua. Na hata watu wamefika mahali wakajua kwamba shetani mwenyewe ameumbwa na Mungu. Hiyo ndio watu wamefika mahali wakaelewa ya kwamba shetani ameumbwa na Mungu. Inamaanisha kwamba shetani hawezi kuwa na uwezo wote juu ya Mungu. Hakuna kitu ambacho shetani anaweza kufanya cha kuondoa ama cha kupunguza mipango ya Mungu katika maisha ya mwanadamu. Na ukweli ni ya kwamba mahali tumefika katika maisha, watu wengi tumekataa kugundua ya kwamba maisha ni masomo. Na masomo haya mwalimu wetu ni Mungu. Kwa sababu alipotuleta katika hii dunia, alituleta katika hii dunia kwa lengo moja, tukapate kumjua. So na kila mtu kuna vile yeye anamfundisha kipekee. So masomo ya kila mtu yatakuonekana kuwa tofauti, na yote inaashiria kitu kimoja, ya kwamba ni kutaka kumjua Mungu peke yake. Lakini watu wengi siku ya leo tumefika mahali na tukakataa hayo mawazo. Tumefika mahali tukaona ya kwamba kila ambacho tunahitaji katika maisha ni kulalamika. Kwa sababu gani tunalalamika? Tunalalamika kwa sababu gani? Tunalalamika kwa sababu ya kwamba hatuko tayari kujifundisha kutoka kwa Mungu vile anataka. Tunataka mapenzi yetu yakapate kutendeka, na tunakosa kujua kwamba Mungu huyu ako juu ya kila kitu katika dunia. Lakini wakati tunaabudu, wakati tunaimba, tunaambia watu ya kwamba Mungu ni mkuu. Tunaeleza watu ya kwamba Mungu alimuumba shetani. Tunaambia watu ya kwamba hakuna chochote ambacho hakiwezekani na Mungu. Tunaeleza watu ya kwamba hakuna jambo ambalo linatendeka katika hii dunia ambalo Mungu hajui. Na ukisoma katika Yeremia, Mungu anaambia Yeremia kwamba kabla hajamuumba alimjua. Unaona? So inamaanisha kwamba katika maisha yetu yote, kila kitu ambacho tunapitia, wapendwa, ni mipango za Mungu. Cha maana hapa ni Mungu anatupitisha katika haya maisha tukapate kumjua. Hiyo ndio lengo kubwa hapa. Yale yote ambayo unapitia haupitii kwa lengo lingine. Mungu anataka kukufundisha wewe ukapate kumtambua, ukapate kujua kwamba katika hii dunia kuna Mungu na yeye ndio unastahili kutegemea. So tuko katika mafundisho, tuko katika masomo kila siku. Anayetufundisha mwalimu wetu ni Mungu. Na katika hii dunia usipitie kitu kaona kwamba ati shetani amekuwa na nguvu kuliko Mungu. Hawezi. Kwanza mafafanuzi ya shetani mnajua, kwa wale ambao mmekuwa mkinifuatilia. Shetani si ya kwamba ati ni kitu kingine pale kimeumbwa kukuja kutesa watu, hapana. Shetani ni mtu mwenyewe anapokataa yale mambo ambayo Mungu amemwambia. Mtu mwenyewe unapokataa mafundisho ya Mungu vile anataka ukue, na unataka kujilazimisha wewe mwenyewe kutaka kuenda na vile unataka, hapo na hapo unakuwa shetani. So usifikiri ya kwamba shetani kuna kiumbe kingine kimejificha mahali ambacho kinakuja kukutesa. Hapana, hapana, hapana. Ni wewe mwenyewe tu kukataa. Mungu anasema vizuri ya kwamba nendeni mhubirie watu injili hii. Wenye watakataa injili tayari watakuwa wameshajilaani. Sasa mtu mwenyewe umeshajilaani. Laana ni nini? Laana ni shetani mwenyewe. Shetani mwenyewe ni nini? Ni mtu kugairi maagizo yenye Mwenyezi Mungu amemwambia, ameyagairi. Anataka kulazimisha yake, anataka vitu viende kulingana vile anataka, hataki kufundishwa na Mungu. Hapo na hapo mtu yule anageuka na kuwa shetani. So ukitaka kuishi katika hii maisha, ndugu dada, nataka tu nikupatia mashauri ya bure
ya kwamba ni vyema ugundue katika hii dunia kwamba kuna Mungu. Hiyo ndio kitu cha maana. Mungu ametuleta katika hii dunia kupata kugundua ya kwamba yeye yupo. Na vile yuko, yeye ndiye kiongozi yetu, kwa sababu anaambia Yeremia kabla hajatuumba alitujua. Anajua mipango zote za maisha yetu, na mipango zake zote kwa maisha yetu ni mizuri. Yale ambao unapitia mpendwa, unaweza pitia yale maneno ukaona ya kwamba ni mipango za shetani, utalalamika. Kuna mambo ambao utapitia utaona ya kwamba kuna watu ambao wako nyuma yako wanataka ushindwe. Hapana, kila kitu ambao unapitia ni Mungu anataka kukufundisha tu ya kwamba ujue ya kwamba yeye ni Mungu. Na anakupitisha katika mambo ujue ni kwa sababu gani, utambue. Unaweza kuwa hata ni mtu ambaye ulikuwa umeamini watu sana. Unaweza kuwa ni mtu ambaye ulikuwa umetegemea watu. Sasa Mungu anaondoa wale watu katika maisha yako ili ukapate kugundua ya kwamba unastahili kuwa na Mungu, sio kuweka tumaini lako kwa wanadamu. Na hata yeye mwenyewe anatimiza lile andiko, anasema ya kwamba amtegemeaye mwanadamu amelaaniwa. So ile andiko linatimiaje? Kuna mtu maybe uko mahali ulikuwa umetegemea kazi, ulikuwa umetegemea tajiri fulani, ulikuwa umetegemea biashara yako. Kuna watu ulikuwa umetegemea ya kwamba bila hao watu hauwezi. Mungu anakuja na kuondoa kwa hao watu yeye mwenyewe, ili ukapate kujua ya kwamba bila wale watu Mungu yupo. Yeye ndio kila kitu katika maisha. Mungu anaendelea kukusaidia na unaendelea kusonga mbele hata bila hao watu. Unaona? Lakini wakati walitoka katika maisha, ulilani wale watu, uliwatukana, uliona kwamba hawajafanya kitu kizuri. Hapana. Mungu alikuwa ameona mahali wewe ulikuwa umefikia, ulikuwa umegeuza wale watu wakachukua nafasi yake. Na Mungu mwenyewe hawezi kukubali kushiriki utukufu wake na mwanadamu. So wale watu wanakuja wanaondolewa. Lakini sisi mahali ambapo tunapotea wanadamu, tafadhali na waomba tu, hatuko tayari kwa kujifundisha. Changamoto ya maisha siku ya leo katika hii dunia, watu hatuko tayari kwa kujifundisha. Tuko tayari kwa kulalamika. Kila kitu ni kulalamika. Kila kitu ni kulalamika. Lakini tunalalamika kwa kukosa kuelewa, kwa sababu hatuwezi kulalamika kama kabla hajatuumba alitujua. Mipango zinyako nazo katika maisha yetu mwenyewe anasema kwamba ni mzuri. So wewe unafikiri mipango mizuri ni wewe kutoka hapa kuenda Dubai. Sasa hapo ndio naona kwamba ni mpango mzuri. Mipango mzuri ni wewe kununua shamba, kujenga, kukuwa na gari yako, kukuwa na biashara yako yenye inavuma. Hiyo ni mipango mizuri kulingana na wewe. Lakini Mungu atakupitishia mahali hata ukose kazi, kukufundisha kwamba unafaa kutegemea yeye, wala sio kazi, wala sio pesa, wala sio wanadamu. So kuna vitu Mungu atakupitishia ndani ya maisha yako ili ukapate kuelewa ya kwamba anataka usome. Hapo ndio mahali ambapo sisi tumekuja na tukapotelea. Watu wengi hatuko tayari. Kama Mungu mwenyewe anasema kwamba yote yanayotendeka katika hii dunia yanatendeka kwa wema, yanatendeka kwa wakati ambao unastahili, katika majira yake. Kuna wakati wa kulia, wakati wa kucheka, kuna wakati wa kuhuzunika, wakati wa kufurahia, wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna. Haya yote ni majira ambayo Mungu anataka tupite ndani. Lakini cha msingi ni ya kwamba, je, utakubali ya kwamba maisha ni masomo? Ya kwamba hata saa hivi vile umekosa hiyo chakula ni masomo Mungu anakupitisha. Vile hauko na pesa hata kulipa renti, unajua kwamba uko katika masomo. Unajua hata saa hii vile umekosa, kuna vitu ambavyo umekosa vya maana katika maisha. Wengine hawajakula, wengine hata mavazi hamuna ya kutosha, wengine hata mahali pa kulala hamuna, wengine hata pesa yenyewe saa hii imekuwa ngumu kupatikana. Lakini swali ni, kulalamika itakuwa jawabu katika maisha yako? Cha maana sasa ni kugundua ni kwa sababu gani Mungu anaruhusu haya maneno nipitie ndani. Unaona? Bibi ya Ayubu alipoona mafundisho ya Mungu alianza kukataa na kuanza kulalamika. Hiyo ndio tabia tuko nayo wengi katika dunia. Ndio maana mimi nasihi watu ya kwamba katika hii dunia mahali tumefikia, ukitaka kuishi katika hii dunia na ufurahie, elewa ya kwamba kila kitu katika maisha yako ni masomo. Chukua hivyo na nia ikuwe safi. Chukua na nia safi. Lakini ukichukua mawazo yako na uweke katika akili za Mungu na ulazimishe, itakuwa ni hatari. Tunapitia maisha fulani
ili tukapate kugundua na kujua kwamba Mungu yupo. Na Mungu ndiye anayetupitisha katika haya maisha tujifundishe. Swali la kwanza hapa ni nini? Je, wewe uko tayari kujifundisha? Hiyo ndio swali la kwanza. Uko tayari kuelewa kenye Mungu anataka upitie katika haya maisha? Uko tayari saa hii katika ile hali ambayo unalalamika? Kuna watu ambao wanalaumu, saa hii unalaumu watu wa Freemason. Wengine mnalaumu waganga na wachawi. Unaona? Kuna wengine mnalaumu watu wengine ndio wamefanya mkakosa kufika mahali ambapo mlikuwa mnafaa mfike. Umefika mahali majirani wako wasalimii, nyumbani kwenu huwezi enda, mandugu zako, familia yako yote imekuwa ni shida kwako. Kwa sababu gani? Umefika mahali unaona kwamba hao ndio wanazuia mipango za Mungu. Mpendwa, mahali tumefika, kama unaweza ona mwanadamu, kiumbe chenye Mungu aliumba, kinaweza fika mahali kizuie mapenzi ya Mungu kwa maisha yako, sikulaumu, ni kwa sababu bado haujapata ufunuo wa neno la Mungu. Lakini hakuna mwanadamu yeyote, hakuna kiumbe chochote kuanzia mbinguni mpaka baharini kiko na uwezo wa kupunguza, wa kuongeza, wa kuzuia, wa kufanya kitu chochote kwa maisha yako kinyume na mipangilio ya Mungu. Yale yote ambayo unapitia ni mafundisho. Maisha ni masomo, sio malalamiko. Wapenda, tujiondoe katika kulalamika, kwa sababu kulalamika hakutatupatia sisi kuimarika. Kulalamika hakutatupatia jawabu. Kulalamika hakutaweza kutusaidia kupita katika yale mambo ambayo tunataka tupite ndani, na tukapate kujifundisha na tukapate kurudishia Mungu tukufu. So nataka tu nikupatie ujumbe mfupi ya kwamba maisha ni masomo. Masomo haya ni Mungu mwenyewe ndio mwalimu wetu. Anataka tupitie kila hali, tupitie kila nafasi, ili tukapate kumwabudu katika roho na ukweli. So wewe ambao umekuwa ukilalamika kila siku, umeweka lawama kwa serikali, umeweka lawama kwa majirani, kwa marafiki, kwa watu wa kazi, umeweka lawama, kila kitu ni kulaumu. Sasa mahali tumefikia, ninakusihi, sio malalamiko tena, bali ni masomo. Na nia ikuwe safi, na Mungu atakupeleka utukufu hadi utukufu. Wenye umepata ujumbe, Mungu awabariki. Ujumbe huu unaendelea kuhubiriwa katika YouTube channel yetu ya Believe and Obey, TikTok Believe and Obey Jesus Only, hapa Facebook tuko Believe Obey. Mungu awatende wema kwa kupata huu ujumbe.